Name Jesus. Rana masheteria na mahandere bobosaya. Asante Bwana, asante Bwana. Asante Bwana, asante Bwana. Asante Roho Mtakatifu, asante, asante Roho Mtakatifu. Asante, asante Jehova, asante. Randere bobosaya, vinywa vyetu vimejawa na shukurani. Asante, asante Bwana, asante. Rande kezaba radabashanda. Asante Bwana, asante, asante Bwana. Randere bobosaya, asante Yesu. Wema wako hauhesabiki Bwana. Hatujaweza kuhesabu mambo uliyotutendea, wala hatutaweza kuhesabu. Ni mengi Bwana, ni mengi. Pokea sifa Bwana. Rada bashanda rababasaya. Thank you Jesus. My God. Asante Yehova, asante Mfalme. Rabo sikianto robo sika. Tunakushukuru Bwana, ni kweli umestahili heshima, umestahili Bwana kuinuliwa, umestahili Mungu kusifiwa. Sante Bwana kwa wema wako, sante kwa mkono wako, sante Bwana kwa fadhili. Umetushika tena leo, umetutunza, umetuhifadhi Mungu, na umetupa tena neema hii na kibali kuwepo nyumbani mwako Mfalme, kuendelea Bwana kujifunza na kusikia kutoka kwako. Na Mungu, kisha ile kusudi kusudia katikati yetu likapate Bwana kutimia sawa na mapenzi yako Mungu, kwa utukufu wa jina lako. Sante Yesu Kristo, sante Roho Mtakatifu kwa uwepo wako. Tunaendelea Bwana kujiachia mikononi mwako, tukikuendelea kukaribisha Bwana, endelea kutamalaki ndani ya mioyo yetu, ndani ya nafsi zetu, ndani ya fahamu zetu, ndani ya miili yetu. Bwana, utukamate katika ukamilifu wake. Na Bwana, utusaidie unaposema nasi tena jioni ya leo, tupate Mungu kusikia, tupate kuelewa. Na tunaruhusu Bwana roho ya mageuzi na mabadiliko Bwana ikafanye kazi ndani yetu, ili sasa Mungu tukaweze kuwa vile ambavyo umekusudia. Na asante Mungu kwa watu wako wote ambao Mungu umewakusudia kwamba Bwana rabo sikianta, tunapoendelea na semina hii Bwana unakwenda, Bwana unawavuta, Bwana unawachukua, unakwenda kutembea nao katika maisha yao, wakiona mabadiliko, wakikuona Mungu wa kweli, wakikuthibitisha. Na Bwana atakupitia wao na watu wengine wanaenda kufahamu ya kwamba uko Mungu unayejibu, uko Mungu unayetenda. Asante kwa kuwa Mungu wewe ni Mungu unayesema na kutenda. Ubarikiwe kwa kuwa Bwana yote uliyoyasema kupitia Bwana semina hii yanakwenda kutimia Bwana katikati ya watu wako, kwa utukufu wa jina lako. Tunajiachia mikononi mwako, tukaombea na wenzetu walioko njiani Bwana, ukawafanyie wepesi, njia zikapate kufunguka, wape neema wakaweze kufika kwa wakati. Mfalme Mungu, tunajiachia mikononi mwako katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunaomba tukiamini na kushukuru, na watu wote tuseme amen. Amen, amen. Mungu awabariki sana. Niwaombe mjaze siti za mbele kidogo, ili tupate kuendelea. Watakaokuja wakae nyuma. Amen. Kama kuna kiti mbele yako, wewe sogea. Atakaye kuja ataketi nyuma. Amen. Mnaweza kuketi watu wa Fort of Joy. Mungu awabariki sana. Karibuni mketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu. Tumeingia leo siku yetu ya 4 ya semina, na tumebakisha siku moja tu ya kwenda kumaliza. Na tunamshukuru Mungu huyu aliyeanza na sisi, atakwenda kumaliza na sisi. Lakini la muhimu zaidi ni wale ambao Bwana atajitwalia kuweza kutimiliza makusudi yake
sababu hivyo ndivyo itakavyokwenda kuwa. Kwa hiyo mimi sifahamu kama ni wewe au ni nani, ila kwa sababu Mungu anaongea na mioyo, waweza kuwa tayari umeanza kusikia ndani mwako na kutambua kwamba Mungu anaanza kukusemesha sasa. Kwa hiyo ni wewe kujiachia na kumsikiliza na kumtii, ili hatimaye mapenzi yake yakapate kutimizwa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Jana tulikuwa tunamalizia aina za maombi, na tulimaliza na kundi lile la 3 ambayo yalikuwa ni maombi ya kutoka nje ya nafsi. Siku ya kwanza tulianza na maombi ya kumwinua Mungu. Tuliona yale maombi ya sifa na shukurani, na baadaye siku iliyofuata tukaingia kundi la 2, tukaona yale maombi ya kuingia ndani ya nafsi, ambapo tuliona habari ya toba, kuungama, lakini pia kujiweka wakfu. Maana yake nini unaposema sasa wewe umejiweka wakfu kwa Bwana? Sasa jana ndio tukawa tunamalizia maombi ya nje ya nafsi. Kimsingi ni maombi yanayohusiana na mambo yetu ya maisha ya kawaida ya kila siku. Tuliona aina 5, tukaona maombi binafsi, ambapo hapo sasa ndio nasema sala, dua, mahitaji, shule, nini, mume, mke, chote kuhusu maisha, kwa sababu amekwisha sema ya kwamba tusihangaike, Mungu yeye mwenyewe kushughulika na fadhaa zetu na yani Mungu anajali kuvaa kwetu, kula kwetu, kulala kwetu, anajali. Na tukimshirikisha kama baba anajisikia vizuri. Kwa hiyo ndio yale maombi tuliona kwenye kile kipengele cha maombi binafsi. Na kusema unapata muda, unatenga ratiba. Uwe tena Kiingereza tunaita consistency. Yani kama umesema mimi, tukamwona Danieli yeye alikuwa na mara 3 kutwa kwa siku. Wewe ni mara ngapi na ni muda gani? Tafuta muda ambao ni practical, yani unawezekanika kwako. Na hiyo saa ikifika, wewe nyanyuka mtafute Mungu. Wala usikimbilie kusaa nzima yoyote, hata kama umejiwekea nitaanza na dakika 20. Hizo neno kidogo, maliza hivyo, naingia kwenye maombi. Nilisema mimi naye sema na wewe, namshukuru Mungu na ratiba hata ingekuwa wapi, hata niende wapi. Kifika ile muda mimi naenda kuomba. Nashukuru Mungu nilipokuwa ofisini wakati mwingine ule muda wakiniona bado nimekaa wanauliza, tumishi vipi leo huendi? Yani nani Waislamu kabisa, leo huendi. Mwingine qualify kabisa, vipi leo huendi kutuombea? Hawaendi, wamo. Yani umeshazoea ule muda ukifika tu mimi nitafunga laptop, nitafunga vitu vyangu na kwenda, na baada ya muda narudi. Kwa hiyo mimi ratiba ninayo. Na neno, soma neno pia itakusaidia sana. Neno na maombi. Neno na maombi. Neno na maombi. Ukiwa na neno bila maombi, bila roho, unajua utakuwa farisayo. Yani umejaa neno lakini roho huna hata chembe. Maombi huna, wewe utakuwa farisayo. Na ukiwa ni mtu wa maombi sana, yani wewe kwa maombi ni sana ila huna neno, tarajia nabii wa uongo. Kwa sababu utaanza kuleta vitu ambavyo balance yako na dira ni neno. Mungu anasema. Kwa hiyo lazima, ndio maana neno. Hata Ibilisi alipokuja hakufanya kosa, alimjaribu Yesu kupitia neno, kwamba badilisha basi mkate huu, kama we mwana wa Mungu jitupe. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji neno halafu na maombi, ili Mungu tusaidie tuweze kuwa sawa. Amen. Kwa hiyo naamini umeshafanya, tukamaliza tukaingia kwenye maombezi. Haya ni maombi ambayo kusema kweli wewe huna shida yoyote, ila una ndugu yako unamjua ana shida, anataabika, rafiki yako ofisini, ndugu zako. Haya unatenga siku kabisa, unakuja kanisani, wala huna shida na mambo yako. Wewe una shida na fulani, unamuinua. Ndio yale maombi ukitoka, ukienda ukizungumza naye, yani Bwana akasema ni 100%. Kwa sababu
umechukua muda wa kwenda kuzungumza na Mungu kuhusiana na wewe. Hawa inaita ni maombezi. Ni maombezi. Ya 4 tukamaliza, tukasema ya mapatano. Sasa haya ni maombi. Nafika mahala mnasema pengine unaomba. Hapana, ngoja nimwambie fulani ambaye unajua mnashirikiana naye katika maombi, na kwenda mnaomba. Vinginevyo au ni kanisani hapa sasa tunakuwa na maombi ya patano ya jambo fulani, tunapatana siku fulani, tunakuja hapa, tukija hapa tunasimama na hilo swala mpaka Mungu anajibu. Tumeona kina Petro amefungwa, waliposikia Petro yumo ndani, Yakobo kauawa, wakakusanyika kwa Mariamu kwenye ile nyumba, wakamuita Mungu. Kumuita Mungu, Mungu akashusha malaika kule, malaika wakaenda wakamfungua Petro na akanyoosha. Kaisoma Biblia yako vizuri pale Matendo 12. Wakati malaika anashuka na kumtoa gerezani na mioyo inakatika, Petro yani hana habari. Anasema baada ya yule kundi la mwisho amemaliza, sasa amekaribia kwa Mariamu, malaika anamwacha, na Petro anasema kumbe nilidhani naota, kumbe ni kweli. Kasome vizuri maandiko. Sasa anarudisha ule ufahamu wa kawaida, ndiye anagonga mlango, wanaendelea kumwombea, anafungua, wanamuona anaungana nao na anawaeleza kilichotokea. Sasa tukasema hayo ni maombi ya mapatano. Tukaja kwenye kuomba katika roho. Kuomba katika roho, umeokoka, umejazwa roho. Sasa uzuri wa maombi iko hivi, wakati mwingine unaweza kuwa hujajazwa roho, hujawahi, ila tu ukasema ngoja niende nyumbani mwa Bwana kuomba. As you pray, au hivi tu watu wanaomba tuko humu, ghafla unakuta tayari umejazwa. Yaani unajazwa kabisa roho. Ndio inakuwa tayari muujiza wako umetokea, umeshajazwa roho. Sasa unaanza kiishara, tunasema huwa ni hiyo kunena kwa lugha mpya. Unanena lugha, unasema hata wewe fahamu sasa. Haya maombi ya roho ndio ile Warumi 8:26, hata yeye utusaidia. Yaani unaanza wewe alafu huwa anapiki. Akipiki hata wewe wakati mwingine ni kama yani hivi huyafahamu kwa fahamu, lakini unaomba kuna kuonyesha vitu vikubwa, unaomba kimaliza hivi, na nasema inakuwa na nguvu na na connect moja kwa moja. Ikiisha ile wewe unaendelea, baadaye unasikia kwamba umerudi katika nomo, lakini utasikia umejaa vitu vingi, umeona vitu vingi, na Bwana akishatenda. Hayo ni maombi ya kunena, nasema kwa roho, kwa shuhudia pia wakati mwingine, kwa sababu unanena ni lugha za kimbingu zile, na ile lugha huichagui. Yani ni yeye mwenyewe ana take over, inakwenda. Ndio iko hivyo, ndio kaweka hivyo na inafanya kazi. Nikamwambia, lakini nyingine tumeshaishuhudia, kuna watu wanakuwa na karama za kutafsiri. Yule ananena pale, ananena tu kabisa, wote sisi humu hatuelewi, ila kuna mmoja hapa anavyosema wewe anatafsiri, anavyosema kule huyu anatafsiri. Baadaye mnaviona vile vitu, ni karama ipo na inafanya kazi makanisani sasa. Kwa hiyo tukasema hayo ni maombi ni maombi hasa kwa Pentekoste, wanafahamika sana kwa habari hii ya kunena kwa lugha. Tunaposema kunena kwa lugha, hizo ni lugha za malaika, lugha za kimbingu, sio lugha zako wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Na baada ya hapo tukasema aina ya mwisho ni yale maombi ya vita, maombi ya mapambano. Kuna swala limesumbua, linatesa. Mnasema mnakuja hapa ni hilo moja, mkaamua ni Ijumaa, wengine wanaendaga 3 kavu, wengine wanaenda wiki, yani ni hilo angusha. Biblia inasema sisi silaha zetu japo tunaishi katika mwili zina uwezo wa kuangusha ngome za adui na kutawanya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Labda imekamata shule au imekamata biashara, imekamata watoto, mume asikii, mke asikii, chochote kile watoto hawasikii, unaamua. Bwana asifiwe sana. Na Bwana anasema niwaambia, sisi tulipata mateso kama fellowship, katokea tu mkuu alikuwa hatupendi tukiwa Chang'ombe hapo miaka hiyo ya 80. Tukapatana kwamba twendeni, simama, vunja, Mungu ingilia kati. Bwana akasema nimesikia. Wiki ya 3 live tukaona Mungu akaingilia kati, ikawa ndio mwisho wa ile vita. Baadaye akaja akapata mtu mwingine, tukaendelea vizuri, lakini tuliona yalikuwa ni kama shida, lakini sasa hivi ni kama za kufurahia kwamba Mungu kama alikuwa anatuonyesha kwamba anajibu na anatenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mpaka hapo
tukawa tumemaliza aina za maombi hizi. Narudia, huko hapa kuchukua notes, kuchukua maandiko, umeshaandika sana. Yaani hii semina baada ya hapa unaanza kuapply katika eneo husika. Panapohitaji vita, ingia ya vita. Shangazi anasumbua, kamuombee, nenda kwenye maombezi. Kuna masuala yako hayajakaa sawa, ni maombi binafsi. Kuna umepambana peke yako na imeshindikana, tafuta prayer partner wako. Mwite, bwana, kuna 1 2 Kubela, naomba nisaidie wiki ijayo tufunge. Una nini? Kuna hili. Sasa sijui kwa nini Mungu kama anayapenda. Si kwa sababu kutushuhudisha. Unakuwa unaomba sangine peke yako havitokei. Mkipatana ukiomba, yani vinatokea, inawajenga sana. Yani mkiombeana hivi ikitokea, huwa mnajengeka sana. Na inakuwa kwamba kila swali kitokea tu mnashikana. Siku hizi pea zipo sana. Mama Sainge enzenu, nafikiri kila binti alikuwa anafikia keti enzenu. Mama Sainge, unanisikia? Mama mchungaji. Unakuta kila binti ana mwenzake wako wawili. Karibu kanisa zima hivi kuja kuliangalia, unakuta watu wawili, watatu. Walikutanaje? Wanajua wenyewe. Lakini ni prayer partner. Na hasa mabinti walikuwa ni zaidi. Alafu na vijana. Jana anakuwa yani akiamua anaenda hata mlimani siku 7. Enda siku 7 watu wako mlimani, yakishuka huko. Basi wakamshukuru Mungu. Sasa ni vitu ambavyo kwa nasema hapa huko kuandika tu sijui aina za maombi, after that ni kipi ambacho umekuta kinakusumbua sasa, unachomoa, umeambiwa njia ndio hii, na unaingia kwenye utendaji. Na mpaka Bwana aonekane, na anaonekana. Kwa nini hata lazima ataonekana? Kwa sababu ameamua kusema. Ndio maana kaja kusema, kwa sababu anataka aonekane. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukawa tumemalizia hapo. Sasa leo tunaingia kitu kingine, tunasema vizuizi vya maombi yenye tija. Vizuizi vya maombi yenye tija ndio somo letu la leo. Naamini Bwana atatusaidia, atatubeba, atasema nasi. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe. Nasikia eti nawiwa kuwauliza, hivi unasikia badiliko lolote? By the way, mnasikia badiliko lolote? Umeanza kuona, kushuhudia? Usiseme ndio kumwambia mchungaji, yani mhubiri, ni kweli umeanza kuona baadhi ya vitu, uendelee. Na ukumbushe Elia anamuuliza mtumishi wake, unaona nini? Asema, naona tu kawingu kadogo, kama sema rudi tena. Mvua ilitokea hapo. Sasa anza Bwana, naanza kutembea nawe. Ndivyo Mungu alivyo. Ndivyo Mungu alivyo. Sauti yoyote inayotaka kukatisha tamaa, inayopinga, wewe hiyo kemea tena, achana nayo, wala usisikilize. Inakwambia tu na wewe wala usisikilize hiyo sauti. Ingia kwenye kile unachotaka kukifanya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Vizuizi vya maombi. Ningependa uwe na huu ufahamu. Kwa nini vizuizi? Lazima upate upinzani kwenye maombi. Sababu ni kubwa. Maombi ni kitisho dhidi ya ufalme wa giza. Adui anafahamu. Ukiingia kwenye maombi, maana yake utajengeka. Wewe una mawasiliano ya moja kwa moja na mbingu. Kwa hiyo atakuwa katika hali ya hatari. Na hivyo basi lazima ukutane na upinzani. Sasa ukiwa na huo uelewa, tunasema kuelewa tatizo, maana yake umesha solve 50%. Yaani kama uelewa shida ni nini, kinachofuata ni kulishughulikia. Kwamba kwa nini unapotaka kuomba moyo unakuwa mzito? Kwa nini unapotaka kuomba? Tulipofundishwa maombi ya kufunga na kuomba,
Wiki nzima tuko shuleni, siku tuko sekondari, hamna ofa. Siku imetangazwa maombi, tumepatana sasa tunafunga kule fellowship. Asubuhi tu anatokea mtu, Mamasha, twende tukapate soda. Yaani siku hapo unajua sasa shuleni soda yenyewe saa hizi haina maana sana. Sisi soda hizi zetu, ukiongea soda, ukiongea mkate, ni mpaka umeenda mjini, si ndio mchungaji? Yaani soda na mkate ni vitu vinapatikana mjini. Huku ni viazi, magimbi, mihogo. Yaani mtoto akishika andazi hivi, hata mtu mkubwa anamtamania andazi. Soda tukija sekondari sana unaanza kuona Fanta siku hiyo. Fanta hii, orange Fanta hii. Yaani ukaribisha Fanta, unaweza ukapata jaribu la siku hiyo kushindwa kufunga. Pia hela haikuwa rahisi. Hela kwa shilingi 5 soda kwanza shilingi 5 mpaka naanza kusahau kwenda shilingi 5 ile shilingi 5 la hivi. Senti mpaka senti. Senti wewe unakutana nayo wapi? Senti anayo baba. Wewe huwezi kukutana na senti. Sasa ukikutana na ofa wali ndo usizungumze, hicho ni kitu kingine, isipokuwa Shinyanga na Mwanza ambapo ilikuwa inalimwa tu mbugani. Lakini mikoa mingine ukutane na wali shuleni, siku ya wali vijana hawasomi. Waliosoma boarding hizo wanafahamu. Sasa anatokea unapewa ofa, lakini kumbe usifunge. Lakini Mungu alitusaidia tukashinda. Tulikataa wali, tulikataa soda. Yaani tulielewa tu hiki. Yaani hajaamua kutumia nguvu, ametumia njia soft, laini. Siku zote tuko hapa toka Jumatatu hujawahi kunipa hata kuniambia twende tukanywe chai, lakini leo naambia karibu soda. Asante. Kwa sababu utakuwa ni kitisho kwenye ufalme wa giza. Ndio maana angalia semina zote za maombi, mambo ya maombi, hata wewe tu mwenyewe ni kama unapambana. Ukishajua hiyo, wewe ukisikia tu unaamua kuomba, ukishakuwa na ratiba tu, wewe fuata ratiba yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lazima upate upinzani. Msomaji yupo? Msomaji yupo eh? Haya, msomaji. Hebu tupate Danieli 10:12 kwa 13. Ni intro tu hii. Danieli 10:12 13. Tasoma. Amen. Danieli 10:12 13. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako. Ulipotia moyo wako ufahamu. Danieli sema, nadhani sasa mimi nataka nikamtafute mtoka ile siku ya kwanza. Maneno yako yalisikiwa nami. Mungu alisikia. Nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Ndio. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia. Nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Bwana asifiwe sana. Danieli akatia ufahamu kumuomba Mungu, akasema leo nakwenda kuomba. Tena ndio maombi tulionayo siku 21. Kumbe toka siku ile hivi unapokuwa unania kumtafuta Mungu, unajua Mungu tayari anakuwa ana unlock. Tayari anakusubiri. Lakini ile kufanya tu hivi ufalme ukaingia pale agiza kuzuia. Akatuma ile kuleta majibu ya Danieli. Hakuna, akazuiwa na hao nguvu za principalities. Anasema ufalme wa Uajemi ni principalities hizo. Kabidi atume malaika Mikaeli wa vita. Ndio siku ya 21 anamuondoa, ndio Danieli anapewa majibu. Naongea habari ya upinzani. Lakini lazima utashinda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni utangulizi. Sasa tunataka tuangalie vizuizi ni vipi, tuvibaini, tuviondoe, ili kuanzia sasa tuishi maisha ya ushindi. Ndio lengo la leo. Ujue vizuizi ni vipi, uvitambue, tuondoe, twende na safari. Kizuizi ni nini?
Kizuizi ni kitu kinachokuzuia kufanya kitu unachotaka kukitenda, ndio kizuizi. Jambo linalo kuzuia wewe kufanya kitu unachotaka kukifanya, hicho ni kizuizi. Inaweza ikawa ni kitu, inaweza ikawa ni hali. Unatamani kufunga, vidonda vya tumbo vinavyotokea hujui vinakotokea, kizuizi. Kizuizi. Unataka kutoa kwenda kanisani, wageni wanapotokea hufahamu ili usiende, kizuizi. Kwa hiyo jambo lolote linalokuzuia kufanya jambo unalotaka kulifanya, hicho ni kizuizi. Sasa vizuizi vya maombi yenye tija. Maombi yenye tija ni yapi? Maombi yenye tija tunasema ni yale yanayoleta majibu tarajiwa. Maombi yanayoleta majibu au matokeo yanayotarajiwa, tunasema hayo ndio maombi yenye tija. Huendi kuomba kama formula tu, kama kidini tu, kama kanuni. Ni maombi na Bwana anajibu na tena. Sasa kitu chochote kinachokuzuia wewe kupata maombi yenye majibu yanayotarajiwa, hicho manake ni kizuizi. Sasa kazi yake ni kuingia kuvuruga mawasiliano yako pamoja na Mungu. Usiwasiliane na Mungu. Sasa vivya aina ngapi? Na vyenyewe tutavigawa katika makundi matatu. Hivyo vizuizi tunaweza kuvigawa katika makundi matatu, alafu kila kimoja kitakuwa na watoto wake chini. Kundi la kwanza, vizuizi vya ndani, wala havitoki nje. Hivi ni ndani yako wewe mwenyewe, ndani. Tunaita internal hindrances, wala havitoki nje, havihusiani kabisa na ni ndani. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni imani na mitazamo. Imani na mitazamo tutaona mbalimbali. Kundi la tatu litakuwa vizuizi vya kimahusiano na vya kimwili. Vizuizi vya kimahusiano na kimwili. Sasa tuanze vizuizi vya ndani. Tunasema hivi ni vile vinavyohusisha hali ya moyo wako. Jinsi moyo wako unavyoonekana mbele za Mungu. Na wakati mwingine hata wewe unajua moyo wako ukoje mbele za Mungu. Moyo wako ni safi. Heri wenye moyo safi, wewe ni mtakatifu. Iweni watakatifu maana mimi ni takatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Baba yenu ni watakatifu. Wale wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kama Yesu, ndio wale waliaminio jina lake. Isaya 59. Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Isaya 59. Amen. Isaya 59 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ndio, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Ndio. Wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Ndio. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Ndio. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Ndio. Hata hataki kusikia. Ndio. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Ndio. Na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Ndio. Midomo yenu imenena uongo. Ndio. Ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Ndio. Hapana adaiye kwa haki. Ndio. Wala hapana ateteaye kwa kweli. Ndio. Hutumainia ubatili, hunena uongo, hupata mimba ya madhara. Ndio. Na kuzaa uovu. Hata mimba ukipata inapata mimba ya madhara. Hivi unafahamu kupata mimba ya madhara afa nazaa uovu. Hamaanishi mimba hii yani hata vile vitu ambavyo unavyojilisha unavyovijenga vinakuwa tu ni madhara. Matokeo hata vikitoka matokeo yake ni uovu mtupu. Anasema je, mkono wa Bwana umepungua hata usiokoe? Wanaulizwa Israeli. Sema Mungu hajabadilika, mkono hujapungua. Mungu anaweza kuokoa, anaweza kuponya, isipokuwa kuna shida moja tu. Dhambi imewafarakanisha na Mungu wenu. Hata anayewaza anawaza kwa hila, hata anayedai hadai kwa haki. Midomo imenena kwa hila, hata kunong'ona uongo. Sasa
utawasiliana na Mungu mtakatifu hapo. Yeye ni mtakatifu, alafu sisi tumejaa hivi, tumejaa damu, anasema tumejaa uonevu, tumejaa masengenyo, tumejaa chuki. Anasema Mungu hajabadilika, bado anajibu, bado anatenda, lakini mioyo yenu dhambi imewafarakanisha. Anapewa wito sasa, watubu, wageuke, waache dhambi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu, ndio yuko hivyo, na ametuumba sisi tuwe hivyo. Tunapomwendea lazima tuwe watakatifu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana hata wewe ukiitwa kwa waziri kesho, baada ya hapa, nachojua kama ni binti utaenda saluni, kama ni kijana naye anaweza akaenda saluni. Ukimuuliza kesho kaitwa kwa waziri, kuna muonekano, anapata picha, anaona waziri walivyo wanavyovaa. Sasa anajiandaa anapoenda aonekane, afananie na ule anaye. Utaenda na jinsi mchaniko kwa waziri, utaingia? Utaruhusiwa kuingia? Utaruhusiwa? Wana wa Israeli wanamwambia Musa, umezidi. Kila siku Mungu anaongea na wewe tu, na sisi aongee na sisi. Akamwambia Mungu anasema hivi, wanataka na yeye kuongea na wewe. Akamwambia sawa, hamna shida, ila tu wape siku hizi, wape siku 3 wajitakase. Na mimi maandiko mnayajua, si ndio? Kwanza wajitakase. Nadhani maandiko mliyasoma, yaani yale maandalizi tu ya kuongea na Mungu. Waliinua mikono wakamwambia Musa, kuanzia leo tunakuomba wewe unasema na Mungu, alafu unakuja unafanyaje? Unatuambia. Sasa kizuizi namba 1 ni dhambi. Dhambi lugha rahisi ni uasi dhidi ya maneno ya Mungu, ni kuasi. Lakini vinginevyo Mungu tungeendelea kumsikia na kuzungumza naye. Biblia inasema hivi, Mwanzo 3, Adamu alikuwa anawatembelea Mungu anawatembelea Adamu na Hawa, si ndio? Bwana asifiwe sana. Kila jioni, nitafute niione Mwanzo 3, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa nafikiri wa 8. Biblia inasema ndio, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ndio akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Ndio. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Tulia vizuri hapo. Walifanyaje? Kabla ya kujificha, wala hawajamuona Mungu, walisikia nini? Sauti. Yaani walifika mahala hivyo vishindo ni vya nani? Hebu angalia level waliokuwa nayo. Hawajamuona, sema hivi, walisikia sauti, huyo atakuwa Mungu. Jioni wakati wa jua kupunga. Biblia inasema wakafanyaje? Wakajificha. Endelea. Msomaji, endelea. Amen. Mstari wa 9 nasema, Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni Mungu hakutaka kupoteza itauze hivi. Adamu si hamuoni, ina maana amezoea kuwaona. Adamu uko wapi? Akamwambia, nimejificha, nimesikia sauti yako nikaamua kujificha kwa sababu niko uchi. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Maana yani Mungu kashangaa. Unaona Mungu alivyo? Mungu ni kama lawyer. Lazima ukiri wewe. Lawyer hawezi kusema tu eti kwamba wewe ni Kubela, huyo sio lawyer. Lawyer anataka utamke wewe ni nani? Mimi ni Kubela. Niko uchi. Nani amekwambia uko uchi? Kwa sababu siku zote mimi nawatembelea jioni, tunaonana. Sijawahi kusikia hii kauli. Nani kakwambia? Akasemaje? Akasema, je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Ndio. Umekula matunda
ya mti niliyokuagiza uyale. Iko sawa? Niliyokuagiza usiale, ndio maandiko. Akasemaje? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Swali haikuwa nani aliyekupa, swali ilikuwa umekula. Shughuli ikaanzia hapo. Hawa ni watu kila jioni walikuwa wanakutana, Mungu anawatembelea, wanaongea, wanafanyaje. Dhambi ni kuasi kile ambacho Bwana amekukataza, halafu wewe unafanya. Hiyo inakuondolea mahusiano, tayari unakosa ujasiri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Shukuruni nyinyi, sisi ni kizazi cha mboko. Kizazi cha nini? Mchungaji anafahamu, ulikuwa ukimkosea baba habari yake, si ndio? Wale wazee walikuwa wanapiga mpaka ile unafungwa kichwa chini miguu juu, afu chini kuna moshi, hapo umekubuu. Sasa ukimkosea baba, yani ukimwona baba anapita hivi, wewe unakuwa unaenda hivi. Ukiona anaenda hivi, hapo mpatanisha alikuwa ni mama. Mama ndio unabai time akuunganishie na baba. Ukimkosea Mungu, ujasiri unaukosa. Hata kama ni mwimbaji, ukipanda hapa unasikia kabisa nafsi inakwambia, wanakuona wote hawa wanajua umefanya nini wewe jana, wote hawa. Hamjawahi kusikia hiyo? Taratibu unaacha na kanisa unapotea. Dhambi. Kwa hiyo kizuizi namba 1 ni dhambi. Suluhisho, tuishi maisha matakatifu. Amen. Kama umekosea usikate tamaa. Yohana 1:9 anasema Mungu ni tukiungama dhambi zetu, Mungu wetu tukiungama dhambi zetu anafanyaje? Anatusamehe. Na hapa sisemi sasa uendelee kuwa kwenye tofautisha. Ukishatubu Mungu anasamehe. Kuna watu wanateswa na roho ya kujihukumu, self condemnation. Yaani ameshatubu nini, afa akisimama bwana anaambiwa eti dhambi iko hivi. Hiyo ni roho nyingine, inataka tu ikutese ukose raha. Mungu anasema ni mwaminifu. Ukienda tukiungama, Mungu ni 1, 2, 3, ukitubu anatusamehe na kutuondoa udhalimu wote, tunaishi maisha matakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kizuizi namba 1 ni dhambi. Twende cha pili cha ndani. Hebu tusome Marko 11:25. Tupate kile cha pili. Hii ni kutokusamehe na uchungu. Amen. Marko 11:25, Biblia inasema, ndio, nanyi kila msimamapo na kusali, ndio, sameheni, ndio, mkiwa na neno juu ya mtu, ndio, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali. Kila unaposimama unaenda nyumbani mwa Mungu kuomba. Anasema tufanye nini? Cha kwanza tufanye nini? Kama una neno na mtu, fanya nini? Msamehe. Achilia uchungu. Ni kweli kakukosea, ni kweli, wala sio kama mawazo, ni kweli. Lakini agizo la Mungu, kama unasimama mbele za Mungu, si unaenda cha kwanza, si unaomba Mungu nakushukuru, ni rehemu, nisamehe, si ndio? Basi kama unaenda kuomba rehema, unaombaje rehema wakati wewe umeshikilia wewe urehemu hao waliokukosea? Samehe. Samehe, achile uchungu. Ni kweli amekukosea, samehe. Msamehe hata kama ni mzazi wako, msamehe. Achilia, toa uchungu. Usiende mbele za Mungu una uchungu na mtu. Haifai, utakosa. Hiyo ni kwa hasara yako, kwa sababu kile ulichokitaka utakipata, mawasiliano hutoyapata. Na Mungu akikusaidia wewe anafanya hivi. Unaomba anakuambia kabisa, anamleta msamehe. Unaweza kabisa hivi, msamehe. 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 Una uchungu na mama yako, alikuumiza moyo, ndio. Mdogo wako, baba yako, Mungu anasema jioni ya leo msamehe.
mwachilie, samehe. Samehe kama wewe ambavyo ulivyosamehewa, samehe. Mwambie kabisa, nimekusamehe Mungu, nimemwachilia mama yangu, nimemwachilia baba yangu, samehe. Baada ya hapo unafungua laini ya mawasiliano. Bwana asifiwe sana. Sasa hii ni kanuni. Kama usamehi, unajifungia mwenyewe, unajiumiza, na umefunga na umeenda kuomba, halafu lakini umejaa uchungu. Sasa huoni kama umepoteza nguvu nyingi ambapo haileti tija, kwa sababu kuna kitu hapa hakijakaa sawa? Mungu atusaidie, kwa sababu najua wapo wengine wasema hivi, kwa haya nasema, ila kwa hili hapana. Kwa Mungu hatuna kategori, hatuna aina. Samehe. Amen. Amen. Na pili tunasema hivi, kanuni inasema hivi, kusamehe ni kuchagua na wala sio mhemko. Si unanielewa? Yaani hivi, swala kusamehe mtu, unasema hivi, unaamua namsamehe Roda, yaani namsamehe, yaani unaamua hivi, yaani unafahamu kaukosea na ulikuwa na haki zote, na lakini nimekusamehe bure. Sio swala la kwamba unajisikia feeling, kama ujisikii basi umsamehe. Hakuna. Kanuni ni unachagua kumsamehe mtu kama Mungu alivyoamua kutusamehe. Then arudia, whether you like it or not, ili uende. Kwani atakuumiza milele? Hayo maumivu tena nayo mbinguni, si anaishi hapa hapa? Samehe. Watu wa Mungu, sameheni. Samehe tu, ni wanadamu sisi wote. Samehe tu. Petro anaambiwa kabisa, kabla jogoo hajawika utafanya nini? Anaambiwa in advance. Na bado alifanya nini? Amekana. Bado amemkana. Na unaona Yesu baada ya kumkana anaamua akarudi kama kuvua kabisa. Yaani biashara niliyofanya nimeshaharibu. Anapofuka Yesu anamwambia hivi, kawaambia wanafunzi wote pamoja na Petro. Petro alishakata tamaa. Wewe unaambiwa mara 3. Unaambiwa alafu na bado hata ungekuwa wewe. Hata ungekuwa wewe. Ndio maana Yesu akamuona. Akamwambia na mimi likaitwa. Likatokewa. Akaunga. Kwa hiyo nikuombe na kuomba sana. Yaani nakuomba wewe unayemsamehe sana yule mama yako, sio alikufanyia nini? Naomba msamehe. Msamehe mama yako mzazi. Msamehe tu. Ni mwanadamu. Yaani mwanadamu, msamehe tu bure. Ili njia yako ya mawasiliano iunge. Ili haya Bwana nataka kutumia akutumie. Humu alikukosea ndio, lakini nasema hivi, ni mwanadamu, msamehe. Amen. Hayo ni vikwazo vya ndani. Hivyo ni vya ndani. Twende cha 3 katika hii tamaa mbaya na kuomba vibaya. Tamaa mbaya na kuomba vibaya. Yakobo 4:3. Waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 3. Amen. Amen. Biblia inasema hata mwaomba hata mpati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mnaomba vibaya. Kitu unachokiomba ujue ni kizuri. Unajua unaomba first class, ila si kwa sababu ya first class. Yeye unataka hivi, na wewe wakutambue kwamba ulipata first class.
Kwani kuomba gari ni vibaya? Gari si ni chombo cha usafiri? Sasa kuna kuomba gari na kuomba gari. Kuna kuomba gari kwa maana ya hitaji chombo cha usafiri. Kuna kuomba gari kwa maana ya kwamba yani unataka na wewe wakutambue ya kwamba una gari. Sasa na hiyo gari unayoiomba, unaiomba ni kali zaidi. Wewe lengo lako sio gari, chombo cha usafiri, ila watu wakutambue unasukuma Forester huko mjini. Utaomba sana ndugu yetu. Huombi mwenzi wa maisha, ila unaomba kwamba na mimi niwe natembea naye. Wenyewe wanatembea nao tu, na mimi nataka nishikiliwe mkono. Kweli. Unaomba kijana mke, ila huombi mke, unaomba chuma white. White. Wakitokea weusi unakataa. Kumbe unataka na mimi nataka nikitoka aseme na mimi nimetoka chuma. Utaomba sana chuma ndugu yangu. Mwaka wa kwanza utasubiri chuma, mwaka wa pili unasubiri chuma, watu wanaondoka huko. Kwa sababu wewe unaomba vibaya. Unaomba kazi nzuri ili watu wakutambue pale kijijini, mtoto wa mama fulani, baba fulani. Wala huombi kazi nzuri Mungu tu uwe na maisha mazuri, usaidie watu, ufanye kazi ya Mungu. Yaani unaomba ili kule kijijini watambue. Mwanangu advocate kule Dar es Salaam unasemaje? Mwanangu jaji, tena nimeingia hapa jaji kijijini. Ni andiko. Mnaomba vibaya. Sasa jioni ya leo rekebisha moyo. Hiyo gari ulikuwa unaitaka kama chombo cha usafiri ama ulikuwa unataka tukutambue? Kama omba, nenda kamwombe Mungu chombo cha usafiri akupatie. Basi utapata. Utapata kabisa. Anatupa mahitaji yetu. Na sangine atusaidia kwa sababu akikupa hiyo sasa hiyo dhambi si itakamilika. Sasa ili kusaidia sio anasema bora nusu shari kuliko shari kamili. Bora uendelee tu na nia ya kutaka hiyo kuliko upewe sasa hiyo shari ikamilike. Utaiona mbingu. Bwana asiwe sana. Kama kazi, omba kazi kwa maana ya kazi, atakupa. Atakupa tu. Atakupa. Biashara yako ikae vizuri, stawi sawa kabisa. Sio kusema unataka kushindana na fulani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na hapo nitoe angalizo, sio kwamba kila ambacho hatupati basi tunaomba vibaya. Sio. Hiyo ni caution, ni exception. Wanasheria wanapenda. Kwamba sheria ni hii lakini kuna exception. Mambo mengine Mungu mbingu zinanyamaza kwa ajili ya utukufu wake. Wakorinto wa pili 12:9. Sasa ili tuelewe, anzia Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Amen. Anasema ndio, na makusudi msipate kujivuna kupita kiasi. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Ni Paulo huyo. Kwa wingi wa mafunuo hayo ndio nalipewa mwiba katika mwili wangu, ndio mjumbe wa shetani ili anipige, ndio nisije nikajivuna kupita kiasi. Ndio. Umemaliza? 8. Anasema kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimirika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua ameandika vizuri kwa mafunuo, ukuu wa mafunuo aliyokuwa nayo Paulo. Mkisoma maandiko vizuri, kuna mahala walikuwa wanasema
baada ya miujiza watu wakataka watoe sadaka, kwamba yeye ndiyo Mungu anamtolea sadaka. Soma maandiko vizuri. Sasa anasema hivi, akaruhusiwa mjumbe wa shetani ndani ya mwili wake. Paulo, Biblia haijasema mjumbe wa shetani ni nini. Mchungaji ameshamsema, washafanua. Kuna mawazo tofauti tofauti, si ndio? Wengine husema ni ugonjwa, wengine nini, lakini Paulo huyu Paulo huyu ambaye yani shana miujiza, nguo tu, leso, leteni vitambaa hapa, haya naombea, pelekeni wagonjwa wafunika, watu wanainuka vitandani, na yeye anamwiba. Akaamua, yani namwambia, akaamua kujitenga, maombi binafsi, akaomba, omba Mungu, omba Mungu, omba kimya, omba Mungu. Mwisho anamwambia hivi, neema yangu ya kutosha, katika huo udhaifu huo tukuze. Ile kumsaidia Paulo na hata wengine. Paulo kwa inafika mahali wangedhani ni Mungu. Acha hii mnajisema burudoza tu ya maneno, sijui nini, sijui unafua umeme transformer, sijui nini, hii ya kujiita tu wenyewe. Paulo hivi unatembea tu vivuli, kivuli, wewe kivuli hivi, watu wananyanyuka hivi. Ni sio wewe, humweke mkono, unaambia tu simame. Kwa mfano leo angeambia simameni pale, alafu anafanya tu hivi, yani kile kivuli, si kivuli nakiona hicho, watu wananyanyuka. Kina Petro, sio mpaka uchajiwe na TANESCO. Kwa hiyo Mungu, kwa hiyo wakati mwingine kuna vitu ni kama Mungu tu, sababu anazijua yeye mwenyewe, lakini sisi hatuna shida lolote, tumeomba, tumejitakasa, tumefanya hivi na kadhalika. Kwa hiyo ipo wakati mwingine anakuponya, ila wewe hujui. Pili, Mungu yeye anaangalia umilele, sio leo. Gari miaka 5 imeshachakaa, miaka 10 imechakaa, lakini mbingu milele. Kwa hiyo Mungu anaangalia umilele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hata sijui inakuwaje. Tuingia aina ya 3. Vikwazo vya kiimani na mitazamo. Hili kundi la 3, vikwazo vya kiimani na mitazamo. Hapa tuna aina 2. Na unasemaje mchungaji? Kundi la 2 Vizuizi vya ndani tumemaliza. Sawa, alikuwa na watoto 2. La 3, tamaa mbaya. Kimahusiano ndio nimeruka tamaa mbaya tumemaliza, si ndio? Na vya ndani, sawa sawa. Sasa la 2, si ndio? Nimesema vya kimahusiano, nimesema mimi. Hiyo ni la 4, vya kimahusiano. Okay. Hapa kundi langu la 3 linaniambia hivi, vikwazo vya kiimani na mitazamo. Kundi la 3. La 2 sijasema. Basi ndo la 2. Numbering, numerical system. Mko live, jipigeni makofi. Asante. Nashukuru. Inaonekana mko makini. Basi numbering. Weka iwe la 2 hilo. Yaani Mungu atutengeneze tu. Bwana asiwe sana. Mimi narudia, Bwana anaondoka na watu humu. Mchungaji, utapata hata watu hawa. Watakuwa vibe, watatosha, hapa patabadilika. Hawa. Sasa ni nani sijui. Mimi nisemi kuhamasisha, nasema kila ambacho kasema. Kwanza sisi tutakushuhudia, sisi mtakavyobadilika, sisi wenyewe wa kwanza ukushuhudia. Kwanza raha utakaoiona kwenye mambo hujapata kuiona.
mchungaji, mimi nashukuru Mungu, mimi nikisafiri ndio maajabu. Bwana usema nami zaidi nikisafiri huko nikiwa hapa nyumbani wakati mwingine. Kwa sababu gani? Kule mkienda unaamka asubuhi, unakula hoteli chai, ukitoka unaenda kwenye shughuli unakula, yani unalala, yani kila kitu. Kwa hiyo una muda mzuri, unapanga kabisa kama sasa hivi mimi hata lunch leo sili. Sasa hivi naingia maombi. Utaibukia jioni unakula, kutoka kula umelipiwa kula. Inakuaga nzuri. Yani mimi sema na enjoy sana prayers nikiwa sometimes nje. Na sijui mchungaji pale ulipolazwa ulienjoy maombi. Watumishi wa Mungu wengine wananiambia hivi, ukionaga wanalazwa hao watumishi wa Mungu sangine Mungu akishindwa kuwapata wakiwa busy sana anawapumzishaga. Wakitokaga vitandani huwa wanajumbe mpaka za miaka 50 ya nyuma na ya mbele. Au mimi naongea uzoefu. Ukisikia mtumishi wa Mungu kalazwa, wewe endelea kumwombea. Akitoka huko anakuja na madini hamjapata kuona. Of course labda hakuambiwa atuambie, lakini mimi ninachojua kuna vitu vingi uliona, vingi sana, sio kuumwa kule. Vingi. Kanuni hiyo na wa zamani ukiona mtumishi wa Mungu kalazwa, kwanza unamkuta tu katabasamu tu, yuko vizuri tu. Lakini Bwana huwa anasema mno. Nilikuwa naongea kuenjoy mimi yani nikisafiri. Kwanza naanziaga tu kwenye ndege, nikiingia hivi nakula neno sana, nikishakula neno kifika napata muda mzuri mno. Yani kuomba ni raha kuliko ambavyo vitu vyote unavyovijua. Ngoja nikwambie, kuomba na Mungu anasema, halafu unakuja vinatokea, utajengwa confidence ya hali ya juu. Ndio Bwana anataka kujitwalia 1 2 3 4. Hii ya kwenye kuzuia nimeenda ananirudisha. Hii ya kwa tamaa mbaya. Kuna watu wameomba kuolewa na kama olewi wakalazimisha. Bwana Mungu anambia tutulia tu mwanangu, niko na wewe. Tulia. Wakaingia. Moto waliokutana nao kwenye ndoa walijuta kwa nini wameingia, na kutoka hawezi kutoka tena. Naongelea Mungu na umilele, si mnanielewa? Na hiyo sio wote, ni kwa baadhi. Sasa ukiwa una Mungu, kama anakuruhusu utajua, kama anakuzuia utajua. Imekuchanganya zaidi, nenda kwa mchungaji. Mwambie mchungaji, mimi nahitaji, lakini nikiomba naona sauti hii na hii na hii na hii na hii. Nasema hivyo kwa sababu hawa huwa ni wanadamu, lakini akiwaweka kwenye kanisa huwa kuna neema anawapa kwa ajili ya kuwaoneni nyinyi wote. Si mnaelewa? Na majibu nikucha atakwambia tu, hapa mwanangu, na nishawaambia ukienda mchungaji nimepata, mmeona nani huyu hapa, Tolwe. Mchungaji anakuambia hivi, ongera binti yangu, lakini tuombe kwanza. Hebu tuombe kidogo. Akikwambia hivyo tuombe kidogo, sasa usije ukasema anachelewa. Hiyo ni lugha ya nini? Ya kichungaji. Sijui mmenielewa. Nimemwona mchungaji kijana anakuja nyuli sana, anawaka, anabidii sana. Mwanangu, umeona, hongera sana. Sasa hebu tuombe kidogo. Akikwambia hivyo utulie. Bwana asifiwe sana. Ufanye nini? Si ndio mchungaji wako? Bwana anawapaga ile neema ya taita kubimu. Ni Mungu, ni utaratibu wake, huwezi kuingilia. Hiyo ni mamlaka ya kimungu. Lakini na nyewe wakati huo mnamuombea mchungaji, si ndio? Yaani ukiwa unamwombea mchungaji anakuombea. Mkikutana hivi dakika moja tu majibu yote yako wazi. Kwa hiyo nilirudi nyuma, ilikuwa imenikatalia hii ya sijaelewa nani anataka kung'ang'aniza kuolewa, sijaelewa. Lakini
nasema imening'ang'ania, nimeenda ambia rudi. Sasa wewe unataka kuolewa, tulia, mtafute Mungu. Akikuruhusu yani utapata amani, utampata mtu sahihi, mtaishi. Mchungaji, niwaambie ndoa, kwani ndoa ni paradiso? Ndoa zina mambo, si ndio? Ndoa zina, leo tufundishi ndoa, umpate right partner candidate. Na za kwetu ukiingia umeingia. Siku hizi unavyochomoka baada ya mwaka na nusu ni nyie tu, lakini sisi kwenye Upentekoste huku unaachia wapi? Hamna kuacha. Beba. Tulikuwa kwenye harusi moja, mchungaji anahubiri. Akasema ndoa ni msalaba. Mama alikuwa hapa. Tena wazege. Tulikuwa na mchungaji anakumbuka. Yaani tulisema na alisema kwa hasira, ndoa ni msalaba. Msifikiri Januari mpaka ni tunacheka. Nasema ndoa ni msalaba. Tena wazege. Mimi nilimuelewa sana yule mama. Yaani nilimuelewa. Sio wamama siku hizo, nilimuelewa. Hawezi kutoka. Tunasema ndoa ina sura mbili. Sijui Bwana kayatoa wapi. Ndoa ina sura mbili. Ndoa, mchungaji anasema kiasi tuna mke wangu miaka 40 sawa, lakini ndoa ina sura hizi. Ni jehanamu ama mbinguni. Yaani mnasema ukiingia ikitokea umeingia cha kike badala ya cha kiume au cha kiume badala ya cha kike. Na za kwetu hizi za moja kwa moja ni wazege kweli. Yaani ni jehanamu mdogo. Mimi sitaji kuwafanya rudia, ni jehanamu mdogo. Tutafika huko. Wapo wa baba wanatesa wa mama mpaka unasema mimi huyu angekuwa ndugu yangu huyu. Wapo. Na wamama wameamua kuwa rafu. Hakuna mfano, hana pa kwenda. Ndoa hizi ndio tunasema umpate mwenyewe uliyepewa. Ule wimbo wetu, amempata mwenzake aliyepewa na Bwana. Nimekutana tu YouTube mchezo. Nitakutania YouTube na utaelewa nini maana ya YouTube na Facebook. Kwenye Facebook ndio utaelewa, kumbe sio kwenye Facebook. Ili bitu tuanzie kwa Bwana. Unaanza kwenye Facebook. Makombole. Unamwona kwenye Facebook, umekuta kwenye Facebook. Chungaji, yupo askofu alimuona mtu kwenye Facebook, sihitaji kumtaja, wa zamani. Akamuoa kwenye Facebook, akamuoa mzungu. Alafu akaenda zao. Umeshamjua naona. Umeshamjua Moto. Yaani angalia, alikuwa askofu akaonana na chuma kwenye Facebook. Sio akakutana kweli, sio akaoana hapa. Chuma kikampeleka huko ugaibuni. Imani iliachwa airport. Askofu wa miaka mingi, Moto. Unajua sasa tukiwaeleza hapa hata hamwezi kuelewa. Unajua kizazi cha zamani ni X hii generation ni X sisi ni X mchungaji. Sisi ni X. Ndoa ni tu either heaven, mbinguni au jehanamu. Na ukiingia umeingia. Mchungaji anasema hatunaga ufunguo sisi wa kufanyaje? Tunawakuingilia tu, wa kutokea hakuna. Pentekoste na maanisha inayoenda. Sasa uchague. Msibabaishwe na tai, msibabaishwe na magari, hayaoi, tai hazioi, makoti hayaoi. Kwanza unaweza akakuwa hana makoti ukaenda ukamnunulia yamejaa tu makoti, tai utamnunulia utampendezesha, ila tu awe ni yeye. Nywele hazioi, rangi hazioi, macho hayaoi, pua haziolewi, hamuoi pua, hamuoi sua, hamuoi rangi. Anaolewa mke wa kufanana naye kutoka kwa Bwana. Hizo nywele utampeleka saluni, vipodozi utamnunulia, nguo atavaa, mtaenda mtatembea, na mwisho wa siku mbinguni ombi nipo wa kufanana naye ambaye tutaishi vizuri, tutakutumikia, na mwisho tutaingia mbinguni. Huyo ndio mke upewe.
Piga makofi, unajizuia nini? Kwani una kesi? Sasa haya ni Bwana kayaingizamo kwenye ajenda yetu. Lakini tamaa mbaya, una heri basi ambaye ulikuwa bado hujachagua vizuri, sasa kajituni, mtafute Bwana. Yaani una heri ambaye hujaingia, ambaye ulikuwa hujaoa una heri, hujaolewa una heri. Nenda engo, tafuta. Mwambie Bwana amsikirini akuletee yule wa kwako. Mchungaji anatuambiaga samani, namtaja jina, alivyompataga Neema, tunasikiaga kidogo kidogo, anatuambiaga. Mimi sijawahi kuambia Zera nilimpataja. Napenda nikwambie. Nilikuwa seminar room nasoma. Lakini mengi sana. Kuna kamchakato kaliendelea hapo. Seminar room nasoma hivi na nini, lakini kuna vitu vingine vishatangulia huku vingi tu, inga kama sielewi. Sasa siku hii imefikia tu kwenye piki. Niko seminar room pale chuo kikuu, tunasoma jioni. Tumekaa hivi tunasoma kabisa. Nasikia, mwangalie mwenza wako anapita. Saa 4 za usiku tuko seminar room tunasoma na tuko kwenye group kabisa discussion. Naangalia hivi. Namuona Zera anapita hivi, anaenda kule education, anaenda kule kwa faculty ya education. Amevaa t-shirt nyeusi imeandikwa he is my provider. Huyo nikamwangalia, akaenda. Semina ikaendelea, nikamaliza. Tushafundishwa misingi. Kapita siku 2-3, nikaomba kwanza mwenyewe, nikaomba. Nikamwendea life partner wangu, nikamwambia mate, bwana nimeona kitu 1 2 3 niliona kwenye semina hivi na hivi. Sasa nisaidie na plani kuja kwenda kupeleka proposal. Twende kwanza mlimani siku 3. Akanikubalia. Tukaingia kwenye maombi siku 3. Kicking. Tukamaliza, tukashuka mlima. Nikaenda siku hiyo. Tembelea hodi, nitakuja kutembea baada ya fellowship, nitakuja kutembea, natembea kama kawaida tu. Haya. Kumbe yeye nafikia ameshanisoma, mimi nafikia hata na habari. Yaani tumeenda pale nini, tukamaliza. Nikasema sasa mimi bwana nasikia moyoni 1 2 3 ningeomba kuwa mwenzi wa maisha hivi. Karibu sana. Sasa wazo lako ni zuri, lakini nitaendelea kukuombea. Nitaendelea, sio tuombeane, nitaendelea kufanyaje? Kuombewa. Maana yake nilipoenda, utamalizia hapo. Niliishiwa nguvu, nikarudi, nikaambia sasa mwenzangu, kwa vile tulikuwa tumeomba, anasubiri majibu ya ushindi. Nimeenda kumwambia, namwambia I say, nimeambiwa mimi nitaendelea kuombewa. Siku nyingine atawashuhudia Mama Sengi, sio alisikiaga hapa, naye atakujaga awaambia, akaja nienda kuombewa. Nilikaa mwaka naombewa tu. Na of course ni haki yake, kwani alikuwa analazimishwa kukubali? Hamna. Lakini hapo kuna interventions ziliingia hapo katikati siku nyingine. Lakini mimi kwa kweli ilianza hayo unayosema kusemeshwa. Mimi nilikuwa nasoma nikaambiwa huyu hapo. Nilirudi kumwambia Mungu, mbona ameniambia kwamba mimi ataendelea kuniombea? Yuko engaged, not available.
Sasa Mungu nikamwambia, umenipelekaje kwa mtu ambaye hayuko available? Mama Seingi akaja akamtokea siku moja na akamwambia, wewe unachezea mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo mimi tulipokuja kuengage kufika hivyo, baada ya mambo yakaenda, baada ya mwaka ika-unlock, chapter ika-unlock, ilifunguka baada ya mwaka. Mimi sikufanya haraka. Vijana humu akiambiwa siko available, wiki ya 3 ameshaona mwingine. Huyu Mungu wa chapuchapu anamna ni Mungu wa wapi? Yaani kaambiwa hayuko available, tayari kisha omba, kisha onyeshwa na mwingine, kisha engage. Wewe halafu naye kuambiwa umeachwa, unalia mwaka mzima tu, fulani aliniacha. Wewe unajua ni kwa sababu gani? Wewe kwa sababu anashika briefcase na kwa sababu anashika mic? Si umuulize Mungu, labda anakuepusha. Mwaomba hampati, Yakobo, kwa sababu mwaomba vibaya na tamaa mbaya. Binti, tulia, usiwe na wasiwasi. Wanaume ni wengi lakini mume wako ni huyu. Vijana, mabinti ni wengi, wanawake ni wengi lakini mke wako ni huyu. Fuata kanuni za kimungu. Kwa Mungu hakuna kuchelewa, hakuna kuwahi. Twendela vya kiimani. Amen. Kuna mashaka na imani isiyothibitika. Hilo la kwanza. Watoto wake huyu, vikwazo vya kiimani na mitazamo. Mashaka ni kundi la kwanza, na imani isiyothabiti. Halafu kuna miungu au vinyago, kuweka vinyago moyoni. Hapa nitafafanua. Kwa hiyo chini ya vikwazo vya kiimani na mitazamo, mtoto wa kwanza ni mashaka na imani isiyothabiti, imani na yumba. Na pili, miungu na vinyago moyoni. Mashaka ni hali ya mawazo ya kutokuamini. Kwa hiyo imani inakuwa ina yumba, haithibitiki. Yakobo 1:6-7. Yakobo 1:6-7. Anzia 5 tuelewe vizuri. Amen. Biblia inasema, ndio, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, ndio, na aombe dua kwa Mungu, ndio, awapaye wote kwa ukarimu, ndio, wala akemei, naye atapewa. Ndio. Ila na aombe kwa imani, ndio, pasipo na shaka yoyote. Ndio. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari, lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Ndio. Maana mtu kama yule asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Ndio. Mtu wa nia mbili husita katika njia zake zote. Mashaka. Unaomba Mungu alafu unasema kama Mungu atajibu, kama Mungu atafanya. Mungu hana kama. Mungu hana if. Kila amwaminie lazima aamini ya kwamba Mungu yupo, naye huwapa thawabu wa muombao. Waebrania. Unaenda kumwomba Mungu na if ni kwa wanadamu, kama ni kwa wanadamu, sio Mungu. Mungu ni Mungu anayejibu na kutenda. Sasa ukiwa na mashaka hutopata. Hicho ni kikwazo, unamwendea lakini huamini. Yeye anamshukuru. Mara nyingi sana tunamwendea kwa mashaka lakini bado anatutendea, si ndio? Ile kutuonyesha tu kwamba anatujali. Mara nyingi sana kuna vitu tunamwomba Mungu lakini unakuwa tuna mashaka, lakini unashangaa tena unaniambia, yani nilikuwa siamini. Simeshatokea mara nyingi ulikuwa unamwomba Mungu na ulikuwa uamini kwa 100% na bado kile kitu kimetokea. Kwani kimetokea?
kimetokea, anataka ukuthibitishia kwamba anakusikia, na kuanzia leo uache tabia ya mashaka. Ndio maana amekutendea pamoja na mashaka yako. Ndio anamwambia nitachukuliana ninyi enyi wenye imani haba. Anajua. Ndio kwambia Mungu ni mzuri sana. Vitu vingi nafikiri hata 80% vingi tulikuwa tuamini kwa 100%, lakini bado Mungu ametutendea. Anataka atujenge, atutoe kwenye kama. Mungu hanaga kama. Ndio maana ile anamwambia hivi, mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno. Sio kama. Amen. Vinyago au miungu. Hapa anachomaanisha miungu au kinyago sio wala zile nyimba. Naonyesha hivi, kitu chochote unachokipatia kipaumbele kuliko Mungu ni kikwazo. Yaani kama hapa kuna Mungu lakini wewe kazi ni ya kwanza alafu anafuata Mungu. Biashara ni ya kwanza anafuata Mungu. Mke ni wa kwanza. Kitu chochote unachokipa umbele moyoni mwako kupita Mungu, hicho ni kinyago, huo ni muungu. Mungu anasema hivi, mpende Mungu kwa moyo wako. Mungu hataki kushare moyo wako na mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunasema moyo uliogawanyika kati ya Mungu na muungu au miungu hauwezi kupokea kutoka kwa Bwana, kwa sababu ndani mwako wewe, Mungu akiangalia, kuna kitu chenye kipaumbele zaidi ya Mungu. Yaani kile ndio kinakuwa kipimo. Ukiambiwa kati ya kwenda kazini na ibadani, unachagua kwenda kazini, kuacha ibada. Mungu anataka tumpende kwa moyo wetu wote. Kwa hiyo tuache. Hiyo itakusababisha. Yaani wewe hivi kipimo, in fact tunasema hivi, unakuwa unajuza hivi, kipimo iwe ni Mungu, kwamba je, hili nataka kulifanya linavuruga mahusiano yangu na Mungu? Ukiona linavuruga mahusiano na Mungu, hicho kitu kiache. Sio kile alafu ndio Mungu afuate, hapana. Hakikisha Mungu ni kipaumbele namba moja katika maisha yako. Tunasema hivi, wakati mwingine kwa watumishi wa Mungu huwa tunaacha vyetu viharibike, lakini vya Mungu ifanye nini? Visimame. Inatokea. Yaani unaacha kwa ajili ya Mungu, vinaharibika vya kwako ili la Mungu lisimame. Na kawaida ya Mungu huwa anajibu, huwa haruhusu. Ukitaka kukubali kumtoa Isaka kwa ajili ya Mungu, Mungu analeta kondoo. Bwana asifiwe sana. Ndio kawaida yake. Jitahidi kuanzia leo, wewe hivyo ulivyo, kipaumbele chako kwenye maisha yako cha kwanza ni mahusiano yako na mawasiliano na Mungu. Baadaye vitu vyote uvipime kulingana na mawasiliano na Mungu. Nataka kufanya jambo hili. Yesu angekuwa amesimama hapa, ningelifanya? Ikiwa no, kuna mahusiano, vizuizi tayari tumemaliza. Naingia vizuizi 3 au 4, kundi la 3. Amen. Kundi la 4 ni vizuizi vya kimahusiano na kimwili. Kimahusiano na kimwili na watoto wawili. Wa kwanza, mahusiano ya ndoa yasiyo na amani. Lakini pili, shughuli za kila siku na ukosefu wa nidhamu. Narudia, vizuizi vya kimahusiano na kimwili. Mtoto wa kwanza, mahusiano ya ndoa yasiyo na amani.
lakini pili, shughuli za kila siku na ukosefu wa nidhamu. Petro wa kwanza 3:7. Amen. So kwanza sura ya 3 na mstari ule wa 7. Ndio. Biblia inasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Ndio. Na kumpa mke heshima. Ndio. Kama chombo kisicho na nguvu. Ndio. Na kama warisi pamoja na neema ya uzima. Ndio. Kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kina nani wanaambiwa hao? Wakina nani? Waume. Kaeni na wake zenu kwa kama viumbe dhaifu, lakini anasemaje? Kama kwa upendo na urithi, na hivyo wanaonekana ni dhaifu kama walivyo, lakini anasema kaeni nao kwa akili, ili maombi yenu yasije yakafanya nini? Yakazuiliwa. Kwa heshima, waheshimu. Pende mke wako, mheshimu, thamini. Kuna wababa ni wakorofi sana. Mahusiano ya ndoa yenyewe ni ya kiranja na nyampara, yaani nyampara pamoja na huyu mtumwa, ndio hayo. Yaani mama yeye, yaani unafahamu kupelekeshwa, yaani mama yeye ni kusubiri oda tu, hana sauti, hachangii. Nyamaza, wewe unazungumza nini? Tulia. Mama moyo unanyongea tu, mama unanyongea tu. Kosa kuulize mshahara uko wapi, kazi unafanya unapata kiasi gani, hajui. Zinakwenda wapi, hujui. Mama anahangaika na watoto, anapeleka shule. Baba kila siku unatoka mkanda nje. Alafu ukija huko wapi? Labda kuna Biblia 2, wewe utakuwa na mambo yako. Na mimi naona kwenye ndoa watesi wengi ni kina baba, au si ndio? Au mchungaji nakosea? Mimi kunavyoona naona watesi wengi ni kina baba. Tesa sana, hasa ukija kwa ambao hawajaokoka. Yaani mama, yaani kama mbeba mikoba, yaani kusubiri tu oda na maagizo. Sisi kibiblia huko kipendwa ni mwenzako, ni partner, msaidizi. Tena yale ambao uweza na kusaidia na kushauri, mshauri. Hutopata. Na ndio maana wamama wanaoteswa kwa kujua ile andiko wanaamua kuja hapo kujimina kwa Bwana, kuwasaidia ili Mungu ageuze mioyo yao, ili wapungukiwe hata na majanga. Shangaa majanga kazini hayaishi. Mara huku, mara huku, mara huku, mara huku, mara huku, mara huku, mpaka unajichanganya, kisa umevuruga. Na Ibilisi anapenda hiyo. Akishakosesha amani nyumbani, hakuna tena ibada zenye nguvu nyumbani. Hakuna ibada, hakuna ndoa yenye nguvu. Ndoa zikishayumba, manake hata kanisa litayumba, huduma zitayumba. Kwa hiyo ndio maana ameruhusu uchokozi. Watoto watayumba, lazima mkose direction. Kaeni, mpaka maandiko yanasomea kabisa, waume kaeni na wake zenu kwa akili. Wasikilizeni, peni nafasi. Na ndoka hapa pili, ili maombi yenu yasizuiliwe. Na wewe mama, na wewe tukuongezee. Maana sasa wengine kwa kufahamu ukweli, kwa nini wao wasiwe wachokozi? Baba akasimama yuko vizuri, mama yuko nusu, analifahamu hili. Kwa hiyo kazi yake pia anataka, anamchokoza huyu, alafu baadaye amkanyagie clutch. Nenda kaombe sasa. Kanajua kwamba ameambiwa hivi, hata afunge 40 kama hajakaa sawa na mimi. Watu wa Mungu, haya mambo yetu tunafanya, mwisho wa siku tunaenda
kimahusiano. Hicho ni kikwazo, kukosa amani nyumbani, mahusiano mabaya. Tunapanua baba na mama, watoto na mama, watoto na baba, hata wasichana wa kazi. Wengine mkaa na wasichana wa kazi utafikiria mtumwa. Hivi mnajua ndio wanawapikia hao? Unajua ndio wanaangalia watoto wenu hao? Wanaangalia nyumba zao, lakini mnamfanya kama takataka. Ukiingia cha kwanza unafoka, hata ukisema tuombe, yani kana kuangalia unavyoshika Biblia unasoma maneno unayoporomosha, alafu sasa unasema eti unataka kuomba saa ya kulala, anashindwa hata ukuelewa. Ni Ibilisi anataka kuvuruga amani nyumbani ili mshindwe sasa kumuomba Mungu vizuri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Kae vizuri. Wake kaeni vizuri na waume zenu. Nyende una nafasi nzuri, waombeni sana waume zenu kama waeleweki, waombeni, usichoke usikate tamaa, omba. Mungu atambadilisha tu, omba. Sisi wanaume tuna tabia ngumu, nguo zetu ni ngumu na mioyo ni migumu. Ndio wako hivyo wanaume. Nyinyi mnatenda hati, mioyo yenu wa mama, mioyo ni ndio maana walikuwa kwanza kufika kaburini Yesu aliposulubiwa. Si ndio wa kwanza kina mama? Kina Petro amekuja baadaye. Sisi tuna mioyo fulani hivi, lakini mama moyo wake unajali sana. Muombe tu mmeo. Amen. Amen. Shughuli za kila siku. Mtoto wa pili. Shughuli za kila siku. Luka 21:34-36. Luka 21:34-36. Amen. Luka 21:34 anasema, basi jiangalieni mioyo yenu, ndio, isije ikalemewa na ulafi, ndio, na ulevi, ndio, na masumbufu ya maisha haya, ndio, siku ile ikawajia ghafla, ndio, kama mtego unasavyo, ndio, kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote, ndio, wakao juu ya uso wa dunia nzima. Ndio. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao Mzeituni. Amen. Hapa wala sio dhambi, masumbufu ya dunia, ya maisha kila siku. Sasa hivi imekuwa ni mtego kwetu sisi, hasa wanaume, na sababu ni moja tu, uchumi kama unayumba. Yani hapo kwenye uchumi hapo. Kazi ni nzuri kweli, tufanye, tuweke mipango, plani, tufanye, lazima tufanye kazi. Lakini jihadhari, kazi isichukue nafasi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Be very careful. Hata hiyo kazi unayokimbilia, aliyekupa ni Mungu, na aliyekupa nguvu za kuifanya ni Mungu. Mungu akiamua uondoke, kesho tu unaondoka kwenye hiyo kazi. Yasitulemee, yani tunapanga ratiba inajaa, tunakosa muda kabisa wa kupanga mambo ya Mungu. Tumejaa na shughuli hapa, ndio zimejaa hapa. Na mwingine ukimwambia anakuambia, unasikia, sasa tusipofanya kazi sadaka itatoka wapi? Sadaka itatoka wapi? Ujenzi tuendeaje ujenzi kanisani bila hela? Ni sawa, lazima utoe sadaka, lazima tujenge. Lakini ningekuuliza hivi, kwa hiyo kinatangulia kipi? Ni ujenzi au mahusiano yako na Mungu? Kipi bora? Kipi kinatangulia? Kipi kinatangulia? Mahusiano yako na Mungu. Na kila unachokifanya kiongozwe na mahusiano yako na Mungu. Mungu anataka roho yako kwanza kabla ya kutaka hela yako, kazi yako, chochote kile. Si unanielewa? Anajali sana roho yako. Ndio maana anawaambia Wafarisayo, nataka rehema kwanza. Hayo kwanza, alafu ndo mje na hivi vingine. Yaani wewe ni wa thamani mno kwa Mungu kuliko vitu vyote. Sio vyote, kuliko viumbe vyote. Wewe hapo ulipo ni wa thamani mno. Na mawasiliano yakiwa mzuri, utaifanya vyote.
kazi utafanya, biashara utafanya, mipango utaweka na itakwenda, lakini bado utadumu kusimama na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndio jambo la msingi. Usitake kureplace kwamba kazi ubize na ratiba za kimungu. Ni kweli uchumi umetight. Ndio hivyo hivyo, lazima kuja kumsujudia mpinga Kristo. Lazima uchumi utight, ndio anakotupeleka huko. Kufika mara huuzi, ile wakija elea huuzi mpaka umefanya, na hali ina tight. Huo uelewe. Lakini sisi anasema tutakuwa kama mti aliyepandwa kando kando ya nini? Kando kando ya, ndio Mungu anavyosema. Mimi nilitafakari, mchungaji, ile andiko ni kweli. Mimi tutakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya bahari. Wakati wa corona, mchungaji, mimi ndo nimesafiri kuliko nyakati zote. Wakati ile corona imetight ile, ndio nilisafiri kuliko kipindi chochote kile. Corona ile imetight. Nakumbuka kabisa niliona andiko hili, ni andiko hili. Yaani wakati uchumi umesimama na neema ilikuwepo na kibali kilikuwepo. Ni maandiko. Mungu ana uwezo wa kututunza. Bwana asifiwe sana. Mungu, hakuna kazi ya Mungu inakwama. Hakuna. Alimtuma Koreshi, si ndio? Tena sio Myahudi, akajenge hekalu, si ndio? Hakuna kinakwama. Hutolala njaa, hutokufa. Mshike Mungu kwanza. Mungu anaweza kukutunza wewe, watoto wako, wa mama. Alafu anakupa kahela kadogo, kanafanya vitu vya maana, kanakaa, unashangaa. Kadogo tu, lakini kanakaa. Anakabariki, anaweka mkono, kanafanya hilo kusudiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hivi ndivyo vizuizi vinazuia kwenye maombi. Sasa kila mtu anajijua, si ndio? Wewe wapi? Vinatofautiana level. Kipi kinakuzinga haraka? Kipi unaona sasa inabidi wiki ukishughulikie? Ushughulike nacho. Ni vya ndani, ni vya nje, ni kazi, ni nini? Hakikisha kwenye maisha yako Mungu ndiye kipaumbele nambari 1. Mawasiliano yako na Mungu ni ya muhimu sana kuliko vitu vyote. Kama unawasiliana na Mungu, maana yake uko salama ati. Uko salama. Uko salama. Uko salama. Sasa Mungu atusaidie, Mungu anisaidie tuweze kushughulika na hivi vikwazo. Dawa ya kwanza ni kutubu. Tunakuwa safi, takatifu. Halafu na kushughulika nayo mengine. Mungu atatusaidia, tutaona mawasiliano yetu yanaanza kufunguka. Tunaongea na Mungu, naye anaongea na sisi, na tunaanza kuona faida. Bwana asifiwe sana. Tumebakisha siku moja nami. Kesho hakuna semina. Tutaangalia Mungu akiruhusu, labda, kwa sababu nafikiri inayofuata ni kuishi, namna ya kuishi maisha ya maombi. Mtu kuwa mtu wa maombi, ufanyeje? Sasa hizi ilitakiwa tudili moja nayo, lakini Mungu akisaidia tutaweza tukaifanya recap kidogo hiyo tukie siku ya mwisho. Alafu lakini somo itakuwa ni ile kuingia kwenye maisha ya ushindi. Baada ya hapo tunaingia laboratory field practical kila mmoja. Bwana asifiwe sana. Hii sio semina kusikiliza. Baada ya hapa, na tumeshaanza, ni kuingia moja kwa moja. Tunachotaka yani ni kubadilika kwa ukweli. Tuna change. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mnaniona mimi hapa? Mimi nilikuwa mcheza sarakasi. Tunafahamu sarakasi kabisa, zile sarakasi za Wachina. Mnazifahamu zile? Kosi vya wilaya. Yale mashindano ya wana sarakasi mahiri, ndio nilikuwa mimi hapa. Judo, mnafahamu judo, karate. Siku nimeokoka, nikamwambia, we Matungo umeokoka?
au ulikuwa unacheza nao hao? Yaani hawakuamini kama mimi nimeokoka. Hii semina sio baada ya hapa tuna change, tunabadilika. Kwamba ndio wewe kweli saa hizi unaomba? Ndio. Tubadilike. Hii sio kusikiliza. Naamini Mungu atasaidia, tutapata muda mchungaji. Yaani hii sio ya kusikiliza, kuandika tulishaandika. We have to do. Mungu atusaidie. Tubadilike, kila mmoja ashuhudie. Church will change. Tutakwenda hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua. Jiwe anza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, nasema asante. Imekuwa ni siku yetu ya 4. Tulikuwa tukiangalia vikwazo Bwana vinavyoingilia mawasiliano yetu kati yetu na wewe. Wewe unapenda kuzungumza nasi kama watoto wako, na unapenda utuonyeshe mambo mengi na magumu tusiyoyajua. Unataka Mungu kupitia kwetu sisi Bwana ujifunue, dunia ikujue, watu wakujue kwamba uko Mungu. Nasi tunajua Mungu wa baba zetu hujabadilika. We Mungu wa kina Ibrahimu, Mungu wa kina Isaka, Yakobo, kina Elia, kina Danieli, you are the same, hujabadilika. Na unatamani sasa Bwana kujionyesha kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu kupitia sisi. Bwana, kila aliyesikia tusaidie. Vikwazo vimekuwepo, maana si wanadamu, kila mmoja ana chake kwa eneo lake, lakini Mungu unao uwezo kutusaidia. Baba, umesema utajitwalia watu. Tuko tayari Mfalme, tusaidie kila mmoja. Nasi tunatamani kubadilika na kualign sawa sawa na mapenzi yako. Tuko tayari Bwana, tuko tayari Bwana, tuko tayari Bwana. Nisaidie Yehova, wasaidie na ndugu zangu Bwana, wote kwa pamoja tukatembee nawe Bwana, watu wapate kuona kupitia sisi kwa utukufu wa jina lako, ili ukajulikane ya kwamba hata sasa uko Mungu unayeokoa, uko Mungu unayeponya, uko Mungu unayehuisha, uko Mungu unayebadilisha. Bwana, wasaidie watu wako, wabadilishe watu wako. Tunapokea ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Naomba tukiamini na kushukuru, na watu wote tuseme amen. Amen. Mungu abariki sana. Karibu mchungaji kiongozi. Ofi mengine mengi kwa Bwana. Wapendwa watu wa Mungu, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya 4. Na leo ilikuwa na vikwazo au vizuizi. Maana mwalimu alikuwa anatumia terminology zote mbili interchangeably, lakini zina maana ile ile. Na tumeona vizuizi vya ndani, tumeona vizuizi vya kiimani, mashaka, hofu na vitu kama hivyo. Tumeona pia na vizuizi vya kimahusiano, na hasa amesema sehemu 2 kwenye ndoa na mahusiano yetu na Mungu, kumpa yeye kipaumbele, kwamba tusiwe mioyo yetu imekamatwa na mambo mengine ya kidunia. Sasa katika maeneo yote matatu kuna vitu alivyovitaja kama mfano, lakini ukienda kiundani na kutafakari mwenyewe utaona kwamba katika kila kundi yapo mambo vile vile yanayoendelea mengi. Kwenye semina huwa hatutegemei kusikia kila kitu, tunategemea kusikia vya msingi vitakavyotuwezesha kuvuka. Kwa hiyo tuseme hivi kwamba kwa sababu mwalimu wetu alianza na statement akasema, ningependa uelewe hivi kwamba ukishaamua tu kwamba wewe ni mtu wa maombi, vita, umetangaza vita. Sasa ndio ukweli wa maisha, lakini ukweli kabisa kwamba hakuna kitu chochote mtu wa Mungu utakachoweza kupokea nje ya maombi. Mungu amefanya hivyo. Hashindi kutupa kila kitu tukiwa tumelala. Hashindi kutulinda tukiwa hatuombi. Lakini imempendeza Mungu kutumia njia ya maombi ili kupatna na sisi, ili na sisi tujisikie ni watoto, na sisi tujisikie sehemu ya mamlaka aliyotupa, na sisi tuweze kuwa na mahusiano ya karibu na yeye kupitia maombi na kupitia katika yale yote anatuwezesha kufanya. Kwa kama wewe ni Mkristo, na naamini ndio hivyo, maombi ni sehemu ya muhimu ya imani yetu.
huwezi kutoka nje ya maombi. Yote unayoyatamani yako katika maombi, kwa sababu Mungu alisha ya provide. Kwa hiyo niseme tu kwamba usisahau yale yote tuliyojifundisha kwa siku hizi 4, yako mtandaoni katika group letu la family. Unaweza ukarevise ukasikiliza, ukasikiliza tena kwa utulivu na ukajot down kwenye points ili uweze kuyatendea kazi. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu siku hizi 5 za seminar zinaangukia katika siku 21 za maombi. Kwa hiyo baada ya siku ya 5 maombi yetu yanaendelea, na kwa hiyo ndio alichosema, kama labda ukufahamu, kwamba tutaweka katika vitendo, tufanye practically sasa, kwamba tunapotoka baada ya pale, maombi yetu ya siku hizo 14 zilizobaki yatakuwa ni moto moto moto. Kama kuna mambo ambayo tumeyatamani na tumetamani kuona yanatokea na hayatokei, tutaomba mpaka yatokee. Amen. Kwa sababu Mungu ametupa mamlaka na ameyaweka katika mikono yetu. Tunao uwezo huo, tunayo maarifa hayo. Na kwa hiyo niseme, mchungaji, Mungu akubariki. Semina itakuwa na mguso, semina itakuwa na mabadiliko. Semina ni maalum kwa sababu imekuja kwa wakati maalum, wakati Mungu ametuwekea mambo mbele yetu ambayo hatuwezi kuyafanya bila kuwa na yeye. Kwa hiyo niseme Mungu akubariki, ukae mkao wa kupokea, mkao wa ushindi, mkao wa kuomba. Baada ni washukuru tena, nimkaribishe mzee wa zamu kwa ajili ya ratiba iliyo katikati yetu, alafu baada ya hapo tutaomba. Leo tuko tunaomba kwa ajili ya vyuo vya Biblia. Kwa hiyo nitazungumza kidogo wakati nitapokuwa namalizia maombi yale ya mwisho. Karibu sana mzee wa zamu.